Bima Pub, urahisi wa maisha. Na serikali inatambua kuwa vyama vya ushirika ndio silaha pekee kwa wanyonge na nguzo kuu ya ujenzi wa uchumi jumuishi wa taifa. Kwa serikali tunatambua kabisa tunapokuwa na vyama vya ushirika ndio namna pekee ya kuwakomboa wanaushirika mbalimbali katika kunyanyua uchumi na kujenga taifa letu. Ushirika ni chombo muhimu katika kufikia malengo na mipango ya maendeleo yenye kuwafikia wananchi wengi zaidi. Ndugu zangu, viongozi na watendaji wote wa vyama vya ushirika na waagiza kusimamia na kuendesha vyama vya ushirika kwa weledi kwa kuzingatia sheria ya vyama vya ushirika namba 6 ya mwaka 2013 kama nilivyosema, wakati wote wa utendaji, uendeshaji wa vyama vya ushirika na kujiepusha na ubadhilifu. Hilo limeua sana vyama vya ushirika, na vyama vingi vya ushirika ukienda ni migogoro. Ukienda kwa watu wa tumbaku kule kwa wenzetu mikoa mingine ni vita tu kati ya viongozi wa vyama vya ushirika pamoja na wanachama kwa sababu ya ubadhilifu, wizi wa mali za ushirika. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho sisi kama viongozi lakini kama wanachama wa ushirika inapaswa tukiepuke sana. Kinakatisha tamaa na kinarudisha nyuma jitihada kubwa ambazo wakulima na wanaushirika wanaziwekeza. Matumizi mabaya ya madaraka, kutokuwajibika na uzembe, vitendo hivi vinasababisha vyama vya ushirika kuendelea kuzorota na kushindwa kutoa huduma kama ilivyotarajiwa. Lakini kwa Geita tutarajii haya kutokea. Faraja yetu leo mnakwenda kwenye uchaguzi, mtapata viongozi. Tuna imani baada ya kupata viongozi watasimama vizuri, kwa sababu tayari nimeshatoa maelekezo ya kudhibiti vitendo vyote ambavyo vinarudisha nyuma ushirika. Serikali ya awamu ya 6, nirudie tena kwa mara nyingine, haitawavumilia kamwe viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika watakaofanya ubadhirifu, wizi na kusababisha hasara katika vyama vya ushirika. Yeyote atakayebainika atachukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwa ni pamoja na kuondolewa madarakani, kufikishwa mahakamani na kufidia hasara zote zitakazojitokeza. Vyama vya ushirika vimepewa kipaumbele kuendelea kuwekeza hisa katika benki ya ushirika. Hivyo kila chama cha ushirika kihakikishe kinanunua hisa kwa ajili ya kuimarisha mtaji wa benki hii ya ushirika. Kwa hiyo ni jukumu ambalo tunalo sisi kama wanaushirika. Lakini kuhamasisha mifumo wa ushirika kujiendesha kibiashara, hii itarahisisha vyama vya ushirika kutokuwa madalali wa mazao ya wakulima na kuhakikisha vinakuwa na vitega uchumi kwa ajili ya kukuza mitaji yao, mfano uanzishaji wa mashamba darasa. Kwa tunaelekeza vyama vya ushirika kuwa na mashamba darasa. Tunaelekeza vyama vya ushirika kubuni vyanzo mbalimbali vya mapato ili kuepuka kuwa madalali kwa wakulima, kuepuka kuwa madalali kwa wafugaji, kuepuka kuwa madalali kwenye maeneo ya madini. Vyama vya ushirika tunavyo vyama vikuu vitatu, na huu mfumo tumeuelekeza kwenye vyama vyetu vyote vikuu vya GCU, CCU na MBCU, na kupitia vile vyama tunazo AMCOS kule chini. Kwa ndo vile vinaungana kwa pamoja, vinakusanya mazao ya wakulima na vinaleta kwa vyama vyetu vikuu, na baadaye tunafanya uchambuzi. Baada ya kuchambua na kuweka kwenye grades mbalimbali, tunaingiza kwenye soko na mazao yanauzwa. Sababu kilimo ni mtambuka tu, tupo sisi kama kitengo cha ushirika, na pia kuna idara ya kilimo. Kwa hiyo kilimo akiteteleka kidogo, hata sisi huko tunaweza tukashindwa kufanya kazi, kwa sababu sisi tunategemea wale wakulima wazalishe ndio vyama vianze kuzalisha. Of course na sisi tuko kwenye tunajitihada, tunahamasisha sana wakulima, hasa kupitia mikutano mikuu kama huu leo, watu walime mazao na pengine tupate malighafi. Tulikuwa tumekosa wafadhili wa kukarabati kiwanda, lakini sasa tumeshapata Azania benki. Lakini tunafanya vizuri. Bodi iliyokuwepo imefanya vizuri, imepata hati safi. Kitu ambacho ni kitu kigumu. Hati safi inamaanisha kazi zinafanyika kwa kiutawala bora. Kila kitu kinakuwepo, waandishi wa vitabu wapo, watendaji wapo, taarifa za hesabu ziko vizuri. Kwa hiyo sio wengi wanaokengeuka, ni wachache ndio wameona kwamba watakaochaguliwa na watakaobaki waungane ili kuendeleza GCU. Vikindu New Village wanawaletea viwanja
Kigamboni, Dar es Salaam, kiwanja chenye futi 40 kwa 50 chenye square mita 200 kwa shilingi za Kitanzania milioni 2.3 tu. Na tena unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja vipo Rugwadu Magengeni. Fika kituo cha daladala Mwembe Mtengo na safari itaanzia hapo kuelekea site. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, shule, umeme na hospitali. Vyote vinapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0760042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana @vikindo_new_village 001. Ukiwaza kiwanja, waza Vikindo New Village. Kiboko kabisa.